Mwenyekiti, tunavyofahamu kesho kutwa tarehe 25 itakuja kuchezwa mechi kubwa na itazidishia Zanzibar kujulikana. Naamini mechi hile itaangaliwa karibuni dunia nzima. Na kweli tutafaidika kwa mambo mengi. Hata kina mama wenzangu siku ile ya mechi ile wataweza kufaidika kwa biashara zao ndogo ndogo. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, tunakuombea kwa Mungu afya njema na uzidi kufanya mambo mazuri kwa mazuri, na usiwaendekeze watu wanaokubeza. Kwa kweli hawaleti tija yoyote, lakini wewe unafanya kazi nzuri. Lakini pia nimpongeze kwa dhati makamu wa pili wa rais kwa kusimamia taasisi zake zote. Kwa kweli tuliomuona makamu wa pili akihangaika katika taasisi zote, elimu, kila taasisi tukaona anahakikisha miradi ya kimkakati inafanikiwa. Kwa kweli makamu wa pili, na sisi tunakuombea kheri na tunakuombea afya njema. Lakini nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa anayoifanya. Kwa kweli ameitendea haki wizara hii, na kwa kweli mpaka leo tunaweza kutembea kifua mbele Zanzibar kujulikana dunia nzima. Na kwa kweli niombe serikali yangu tukufu, na ninajua serikali ya awamu ya 8 haishindwi, iweze kutenga eneo kubwa tuweze kujenga viwanja ambavyo vitaingia watu karibu 40,000. Najua tutazidisha utalii na tutakuwa Zanzibar tuko kama Singapore. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye viwanja hivyo vya mpira. Niipongeze serikali kwa kujenga viwanja vizuri vya mpira. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali yangu iwapatie sasa vijana wetu fursa ya kuingia katika viwanja vile kufanya mazoezi ili waweze kukuza vipaji vyao. Tunafahamu Zanzibar kuna vipaji vingi vya mpira, lakini sasa hivi vijana wale hawapati fursa kuingia kwenye hivi viwanja. Zamani kila mtaa ulikuwa kiwanja open space, watoto wanacheza. Kwa hiyo niombe serikali yangu tukufu, ili vipaji hivi tusivipoteze, basi tuwape fursa vijana wetu waweze kucheza mpira. Kama tunavyoona tuna Fei Toto, tuna Mudathiri Yahya, vipaji vyao vyote vimepatikana katika viwanja hivi vidogo vidogo. Kwa hiyo niombe serikali ifanye hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nichangie katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa kweli Zanzibar katika Afrika Mashariki yote tunasifika kuongea Kiswahili sanifu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, la kusikitisha, soko la walimu kutoka nje lote limemilikiwa na watu wa Kenya. Ukenda Marekani unakuta walimu wa Kiswahili wa Kenya, ukenda Uingereza, Ujerumani. Kwa hiyo niombe wizara hii izidi kuwatafutia fursa vijana wetu, ili na wao wakapate fursa ya kwenda kusomesha nje ya nchi. Tunao vijana wetu wazuri wanamaliza vyuo vikuu. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri kijana, ufanye mikakati ili na wao. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nende katika maslahi ya waandishi wa habari wetu wa hapa wanokuja wa ZBC ambao wanashinda na sisi kutwa kuchwa. Niombe basi serikali yangu tukufu tuangalie na hawa ili waweze kupata kipato chao kwa vizuri, ili waweze kutuonyesha live. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashinda nao kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanadeserve kupata kitu cha motisha ili waweze kutuonyesha kwa vizuri, kwa sababu tunaona wanafanya kazi kubwa na nzuri. Na nikuwaona wengi wana mama. Kwa kweli wanawake tunaweza, na tunaweza kufanya kazi vizuri na kwa uweledi. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais na tumtakie heri, na tuone sasa tunaenda kufanya maendeleo makubwa na makubwa. Tusishughulishwe na wale wanokaa viririni wakambeza rais wetu, lakini kwa kweli anafanya mambo mazuri. Na sisi wanawake wa mkoa wa Magharibi tunamwahidi Mheshimiwa Rais tutampa kura za kishindo 2025, na tunasema mitano tena, na ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 100%. Nimpongeze sana na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Naunga mkono hoja kwa 100%.